Siku ya leo tumaini na uombe ya kwamba siku moja Mungu aweze kukutana na wewe. Wakati moja uwe na appointment na Mungu. Ningetaka tusome neno la Mungu katika Biblia, 1 Samuel chapter 9 from verse 1. Fungua Biblia yako, kitabu cha 1 Samuel chapter 9. We are going to read from verse 1. Na tutasoma pamoja. There was a Benjamite, a man of standing, whose name was Kish, son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Aphia of Benjamin. He had a son named Saul, an impressive young man without equal among the Israelites, a head taller than any of the others. Now the donkeys belonging to Saul's father Kish were lost, and Kish said to his son Saul, "Take one of the servants with you, and go and look for the donkeys." So he passed through the hill country of Ephraim and through the area around Shalisha, but they did not find them. They went on into the district of Shali, but the donkeys were not there. Then he passed through the territory of Benjamin, but they did not find them. When they reached the district of Zub, Saul said to the servant who was with him, "Come, let's go back, or my father will stop thinking about the donkeys and start worrying about us." But the servant replied, "Look, in this town there is a man of God. He is highly respected, and everything he says comes true. Let's go there now. Perhaps he will tell us what way to take." So said to his servant, "If we go, what can we give the man? The food in our sack is gone. We have no gift to take to the man of God. What do we have?" The servant answered him again. "Look," he said, "I have a quarter of a shekel of silver. I will give it to the man of God, so that he will tell us what way to take." Formerly in Israel, if a man went to inquire of God, he would say, "Come, let us go to the seer," because the prophet of today are used to be called a seer. "Good," Saul said to his servant, "Come, let's go." So they set out for the town where the man of God was. As they were going up the hill to the town, they met some cows coming out to draw water, and they asked them, "Is the seer here?" "He is," they answered. "He is ahead of you. Hurry now. He has just come to our town today, for the people have a sacrifice at the high priest. As soon as you enter the town, you will find him before he goes up to the high priest to eat. The people will not begin eating until he comes, because he must bless the sacrifice. Afterward, those who are invited will eat. Go up now. You should find him about this time." They went up to the town, and as they were entering it, there was Samuel coming toward them on his way up to the high. Now the day before Saul came, the Lord had revealed this to Samuel. "About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him leader over my people. He will deliver my people from the hand of the Philistines. I have looked upon my people, for their cry has reached me." When Samuel caught sight of Saul, the Lord said to him, "This is the man I spoke to you about. He will govern my people." So Saul approached Samuel in the gateway and asked, "Would you please tell me where the seer's house is?" "I am the seer," Samuel replied. "Go up ahead of me to the high priest, for today you are to eat with me, and in the morning I will let you go, and will tell you all that is in your heart. As for the donkeys you lost 3 days ago,
do not worry about them. They have been found. And to whom he saw the desire of Israel turn, if not to you and all your father's family. Saul answered, am I not a Benjamin from the smallest tribe of Israel? And is not my clan the least of all the clans of the tribe of Benjamin? Why do you say such a thing to me? Then Samuel brought Saul and his servant in the hall, and seated them at the head of those who were invited, about 30 in number. Samuel said to the cook, bring the piece of meat I gave you, the one I told you to lay aside. So the cook took up the leg with what was on it and set it in front of Saul. Samuel said, here is what has been kept for you. Eat, because it was set aside for you for this occasion. From the time I said I invited guests, and Saul dined with Samuel that day. After they came down from the high place to the town, Samuel talked with Saul on the roof of his house. They rose about daybreak, and Samuel called to Saul on the roof, get ready, and will send you on your way. When Saul got ready, he and Samuel went outside together. As they were going down to the edge of the town, Samuel said to Saul, tell the servant to go on ahead of us. And the servant did so, but you stay here a while, so that I may give you a message from God. Then Samuel took a flask of oil and poured it on Saul's head, and kissed him, saying, has not the Lord anointed you leader over his inheritance? Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu ya hili neno lako ambalo tumelisoma asubuhi ya leo. Inapolishia hili neno, ninaomba likaja na ufahamu na ufunuo, na likawa baraka kwa kila mmoja wetu. Ukatutembelea, tukakuona katika maisha yetu, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Sema amen. Nataka kuongea juu ya divine appointment. Na katika neno la Mungu ambalo tumesoma, tumeona ya kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kish. Na Kish alikuwa ni mtu ambaye alibarikiwa, alikuwa mtu tajiri. Na siku moja neno la Mungu linasema ya kwamba punda zake zikapotea. Na wakati punda zilipotea, akatuma kijana wake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Saul. Na neno la Mungu nasema ya kwamba Saul alikuwa kijana ambaye alikuwa very handsome, na alikuwa mtu munene. Kutoka mabega yake alikuwa mtu munene, na hakuwa mtu mwingine Israeli nzima ambaye angelinganishwa na yeye. Na baba yake akamtuma, akamwambia enenda kila pahali na uweze kutafuta zile punda zetu kama utazipata. Na neno la Mungu linasema ya kwamba akamwambia chukue mfanyikazi mmoja na waende pamoja na yeye wakatafute zile punda. Na neno la Mungu linasema wakaondoka Saul na mfanya kazi mwingine, na wakaanza kuzurura katika nchi nzima ya Israeli wakizitafuta zile punda. Wakaenda siku ya kwanza, siku ya pili bado wanaenda, siku ya tatu bado wanaenda bila kuzipata zile punda. Chakula ambacho walikuwa wamebeba kikawa kinaanza kumalizika. Saul akamwambia yule mfanyikazi wao, akamwambia sasa naona ni vyema tukaweza tukarudi nyumbani, kwa sababu pengine baba sasa ameshikwa na mawazo na wasiwasi mwingi kwa sababu yetu, kwa sababu hajatuona. Sasa pengine yeye hashughuliki sana na mambo ya punda ambao walipotea, lakini ameanza kushughulika sana na sisi, kwa
kwa sababu ni siku kadhaa tangu tulipotoka nyumbani na hatujafanikiwa kupata zile punda ambazo zimepotea. Na yule mtumishi wake akamwambia, sasa ninasikia ya kwamba katika mji huu kuna nabii, kuna mtumishi wa Mungu. Situende pengine tukamuuliza mambo ya zile punda ambazo zimepotea, na pengine atatupatia mwelekezo, pengine atatuambia ziko pahala fulani. Akamwambia yule mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye anatumiwa na Mungu, na kwa hivyo tuende na pengine atatupa mwelekeo. Wakaulizana, sasa tutapeleka nini kwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu chakula kimekwisha. Na yule akasema ya kwamba kuna nusu ya shekeli ambayo niko nayo katika mfuko wangu. Na wakasema, basi kama kuna nusu shekeli, basi tunaweza kwenda na tukaweza kumpatia mtumishi wa Mungu ili aweze kutupa mwelekeo. Na wakati ambapo walikuwa naenda, wakakutana na wasichana ambao walikuwa naenda kuteka maji, na wakamuuliza wale wasichana, je, mtumishi wa Mungu ako katika mji huu, ako pande gani? Na wakamwambia mtumishi wa Mungu hata amefika leo katika mji huu na amekuja kutoa dhabihu, na mkienda mtamkuta kabla hajaingia katika kile chumba ambapo wanakutana. Na wakati ambapo walikuwa naenda, wakawa wanakutana na mtumishi wa Mungu nabii Samueli, na Mungu akawa amemnenea na kumwambia ya kwamba huyu mtu ambaye anakuja ndiye mtu ambaye nimechagua aongoze Israeli. Na wakati walikutana na Samueli, Sauli akamuuliza, je, wewe unaweza kutuambia pahali ambapo tutampata yule sia, yule prophet, yule nabii? Na Samuel akamwambia, mimi ndimi huyo nabii. Na Samuel akamwambia, ningetaka mukaja pamoja nami katika madhabahu pahali ambapo naenda kutoa dhabihu. Na wakaenda pamoja na Samueli, na Samueli akamwambia Saul, sasa ile punda ambayo ulikuwa unatafuta imepatikana, na kwa hivyo wachana sasa na mambo ya kutafuta punda, kuja pamoja na mimi pahali ambapo ninaenda kutoa dhabihu. Na wakaenda pamoja katika pahali ambapo Samueli alikuwa naenda kutoa dhabihu. Na wakati ambapo walienda na wakaketi pale kukiwa na watu wengine, Samueli akasema, huyu mtu atolewe ile nyama ambayo nilikuwa nimesema iwekwe kando. Mguu mzima ulikuwa umewekwa kando na ukatolewa na ukapewa saa aweze akakula pamoja na yule mfanyikazi walikuwa miandamana pamoja. Na baada ya kula pamoja, Samueli akamwambia Saulu ya kwamba usiende kwa sababu nina neno lako. Na wakaenda katika chumba cha juu na wakaongea, na Samueli akamwambia maneno fulani. Na baada ya kuongea na yeye, ukisoma hapo tumesoma chapter 10 verse 1. Hebu tufunguliwe chapter 10 verse 1. Samueli akatoa ile flask ama ile chupa ya mafuta na akaimwagia kichwa cha Sauli na akambusu na akasema ya kwamba, je, si Mungu
uwe kiongozi Israeli. Nataka kusema ya kwamba wapendwa, this was divine appointment. Sauli alikuwa katika harakati za kutafuta punda ambao alikuwa amepotea. Kumbe na yeye Mungu amesikia maombi na dua ya wana wa Israeli, kwa sababu alikuwa ameomba sana Mungu awapatie mfalme na awapatie wawe kama mataifa mengine. Ingawa waliomba yale maombi bila kujua ya kwamba wanamkataa Mungu awe kiongozi wao na wanataka wawe kama watu wengine. Na Mungu akasikia yale maombi, na yule mtu ambaye Mungu alipanga ya kwamba atakuwa mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa ni Samueli, alikuwa ni Sauli. Na kwa hivyo neno linasema ikawa ni divine appointment. Bila kujua, Saul akajikuta ameshikamana na nabii mtumishi wa Mungu, na nabii ametoa mafuta na amemwaga katika kichwa chake na amenena maneno na amesema ya kwamba wewe ndiye utakuwa mfalme wa Israeli. Nataka kusema ya kwamba tuna Mungu ambaye ana divine appointment, na ukipatana na appointment ya Mungu maisha yako itabadilika. And then ukisoma 2 Kings, Wafalme wa pili mlango wa 4 kuanzia 8, 2 Kings chapter 4 from verse 8. 2 Kings chapter 4 verse 8. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who asked him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair around for him. Then he can stay there whenever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room and he lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can you speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, well, she has no son and her husband is old. Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my Lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. But the woman became pregnant, and the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Hapa tunaona kulikuwa na mama ambaye anaitwa a great woman of Shunem. Huyo ni mama ambaye alikuwa anakaa vizuri, alikuwa amebarikiwa na alikuwa na mali, na hapo alikuwa na nyumba kubwa, na kulikuwa kunapitia mtumishi wa Mungu hapo akienda katika mishoni zake. Na wakasemesana na bwana yake wakasema, huyu mtu wa Mungu ambaye anapitaga hapa, situmujengee kanyumba kadogo, karumu kadogo pale juu, na tuweke kiti, tuweke kitanda, na tuweke taa, ili wakati ambapo anapita, anapumzika,
alafu anaendelea na mishoni zake. Na wakamuona akipita na wakamuita, na wakafanya vile walikuwa wamepanga. Ikawa Elisha alikuwa anapita, akawa anaingia pale na akawa anapumzika. Na siku moja akaingia pale na akalala katika kitanda, na wakati alilala akamtumania yule mwanamke, akaambia Gehazi mtumishi wake, muite huyu mama. Na wakati alipomuita huyu mama, akamwambia, je, ungetaka tukakufanyia nini? Kwa sababu umejitolea sana kwa sababu yetu. Mama akasema, mimi sitaki chochote, ninakaa katikati ya watu wetu na niko na kila kitu. And then huyu mtumishi wa Mungu akamwambia, ungetaka tuongee kwa niaba yako kwa mfalme ama kwa commander in chief of the army? Akakataa. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Gehazi akamwambia Elisha, huyu mama hana mtoto, hata kama amesema hakuna kitu anahitaji, lakini hana mtoto. Elisha akasema, kesho wakati kama huu mwaka ujao utakuwa na mtoto na utabarikiwa na mtoto. Yule mama hakuamini, akasema, hapana, you are misleading me, servant of God. Elisha hakusema lolote, lakini wakati ambapo ulifika, neno la Mungu linasema ya kwamba yule mama akawa amepata mtoto kulingana na neno la Mungu. Nataka kusema ya kwamba huyu mama akapata divine appointment na Mungu, akapata kutembelewa na Mungu, akawa ana shida na Mungu akakutana na ile shida. Wakati ambapo alikuwa anajitolea wamjengee mtumishi wa Mungu pahala pa kupumzika, hakukuwa najua ya kwamba kuna appointment ambayo Mungu anaandaa ya kuweza kumbarikia. We are serving a God of divine appointment. Na ningetaka pia ukafungua 1 Samuel chapter 18. 1 Samuel chapter 18 from verse 1. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him, and did not let him return to his father's house. And Jonathan made a covenant with David, because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic, and even his sword, and his bow, and his belt. Nataka kwanza tufikishe hapa. Samueli alikuwa na urafiki wa karibu sana na Daudi, na alimpenda sana Daudi, na akampenda kama vile yeye mwenyewe alikuwa anajipenda, na hata akatoa ile nguo yake akampatia Daudi, akachukua ule upanga wake akampatia Daudi, akawa anampenda. Na unajua Jonathan alikuwa ni kijana wa mfalme, na huyo mfalme Sauli wakati ule alikuwa anamdharau Daudi sana, hata alikuwa anamuinda muue. Lakini unaona Jonathan akaweza kusimama imara na akampenda sana Daudi, na akawa anamwambia, baba yangu amekupangia haya na haya. Na Daudi anajificha na anatoroka. Wakawa marafiki wa karibu sana.
Je, urafiki huu wa ukaribu ulimletea nini? Ulikuja au ukatoa nini baadaye? Ukisoma 2 Samuel chapter 9 from verse 1. 2 Samuel chapter 9 verse 1. David asked, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They called him to appear before David, and the king said to him, "Are you Ziba, your servant?" He replied. The king asked, "Is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There is still a son of Jonathan. He is crippled in both feet." "Where is he?" the king asked. Ziba answered, "He is at the house of Machir, son of Amiel in Lodebar." So King David had him brought from Lodebar, from the house of Machir, son of Amiel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, "Mephibosheth, your servant," he replied. "Don't be afraid." David said to him, "For I will surely show you kindness. For the sake of your father Jonathan, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." Nataka kusema ya kwamba divine appointment inatafuta mtu pahali ambapo ako. Wakati Mungu anataka kukutembelea, anaweza kukutafuta hata pahali ambapo uko. Nilisoma na nikakuonyesha vile Jonathan alikuwa rafiki wa karibu na Daudi. Na baada ya miaka mingi na baba yake Jonathan, Saul amekufa na Daudi amekuwa mfalme, akaweza kukumbuka, akauliza kwa ile nyumba ya Saul, kuna mtu ambaye amebaki ili nimfanyie kitu kizuri. Akaambiwa ya kwamba kuna mtu mmoja, mtoto wa Jonathan ambaye ako, na huyu mtoto wa Jonathan alikuwa kiwete miguu yote, na akasema na akamuru ya kwamba aweze akaletwa kwake. Na wakati huyu kijana wa Jonathan ambaye alikuwa anaitwa Mephibosheth aliletwa kwa Daudi, akaambiwa ya kwamba wewe ndiye Mephibosheth. Akasema yes sir. Mtoto wa Jonathan akasema yes sir. Akaambiwa kutoka leo ninakurejeshea, ninakurudishia, I am restoring you back ile mashamba ya ambayo ilikuwa ya your grandfather. Na kutoka leo, hata kama wewe ni kiwete, utakuwa ukila chakula kutoka kwa meza yangu kama mfalme. Yule Mephibosheth akawa na divine appointment na Mungu, na immediately shida zake zikaisha pale. Akawa restored mashamba, akawa nakula pale mbele ya mfalme. I'm talking about divine appointment. Ni nini ambacho kinaweza kufanya Mungu akutembelee? Ni nini ambacho kinaweza kufanya uwe na divine appointment na Mungu? Kwa sababu wakati divine appointment na Mungu inakufikia, kuna mambo ambayo yatatendeka. Jambo la kwanza ambalo linaweza kukusaidia, linaweza kufanya ukapata appointment na Mungu, ni ya kwamba anaweza kuja kwa sababu ya maombi ambayo watu wa Mungu wameomba. Na ninakurudisha nyuma kidogo
na nikuonyesha vile Sauli alichaguliwa na Samueli ana Mungu, na Mungu akanena na Samueli akamwambia mumwagie mafuta, kwa sababu watu wa Israeli walikuwa wameomba Mungu sana waweze kupata mfalme. Na kwa hivyo kwa sababu ya maombi haya Mungu akasikia maombi yao na akapanga huyu mtu akapata kibali mbele ya Mungu. Huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Sauli akapata kibali mbele ya Mungu na akachaguliwa kuwa mfalme wa Israeli. Maombi ambayo watu wanaomba, hata wengine ni watu hujui, hata wengine ni watu wako mbali, wanaweza kuomba na maombi yale yafikia Mungu, na yeye kulipitia kwa yale maombi aweze kufungua njia na aseme wewe ndiye ninatembelea siku ya leo. Mungu akasikia maombi ya Israeli, na kupitia punda ambazo zilipotea Samueli akajikuta amekutana na Sauli na akamwagia mafuta, kwa sababu Mungu alimwambia amumwagie mafuta. Kwa hivyo maombi ambayo watu wameomba inaweza kufungua njia na ukute huko na divine appointment na Mungu. Jambo la pili, kujitolea kwako kunaweza kufanya Mungu akutokee na akutembelee. Watu wengine hawajui wakati ambapo wanajitolea kwa Mungu, wanajitolea mali yao, wanajitolea mili yao kufanya kazi ya Mungu, wanajitolea mambo mengi, wanaweza kupata divine appointment na Mungu. Huyu mama wa Shunemaituma, unaona alijitolea, akasema tujengee mtumishi wa Mungu karumu na tuweke kakiti hapo na kitanda na taa, ili akipita na pumzika pale. Na wakati alifanya hivyo alijitolea na Mungu akaona, na Elijah akauliza huyu mama afanyiwe nini? Akaambiwa hana mtoto. Akamwambia simama hapa, next year utakuwa umeshika mtoto. Akajaribu kukana, lakini Elisha mtumishi wa Mungu hakubishana na yeye. Vile alitangaza, it was final because of what this woman had done. Na neno la Mungu rasema ikawa kulingana na vile mtumishi wa Mungu alikuwa amesema. Kwa hivyo wakati ambapo unajitolea, wakati unatoa mali yako, wakati ambapo unafanya kazi ya Mungu, ujue ya kwamba you are a candidate of divine appointment with God. Na wakati appointment ya Mungu itafika, haitakuacha vile ulivyo. Mama aliachwa na mtoto, walikuwa wamekaa wanakula, wamekaa vizuri, lakini hawana mtoto. Na Mungu akaona ya kwamba atambariki huyu mama na mtoto. Jambo la tatu, ahadi ya kujitolea. Your giving and your prayers can make God visit you in a divine way. Unakumbuka Kornelio, kisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 10, kuna mzee alikuwa anaitwa Cornelius, na neno la Mungu linasema alikuwa anamuogopa Mungu, na alikuwa anaomba sana, na alikuwa anatoa mali yake. Na hata siku moja akiwa katika maombi, malaika akamunenea, akamwambia maombi na dua zako na zile kujitolea kwako zimemfikia Mungu, na Mungu atakutembelea. And to make a long story short, Kornelio alitembelewa na akajazwa, wokovu wa Mungu kafikia nyumba yake, na Roho Mtakatifu akawashukia, na wote wakajazwa na nguvu za Mungu, na walikuwa watu wa mataifa. Kujitolea kunaweza kufanya Mungu akutembelee.
Jambo lingine ambalo linaweza kuattract divine visitation ya Mungu ni kuogopa Mungu na kumpatia heshima. Kuna mama mmoja katika Biblia, na huyu mama siku moja watu walikuja, mzee alikuwa amekufa, na wakaja watu waweze kuchukua watoto wake wawili kwa sababu alikuwa na deni. Mzee alikufa na akaacha deni. Kwa hivyo watu wakaja wachukue wale watoto, pengine wafanye kazi wajilipe ile deni ambayo iliachwa na mzee. Na wakati ambapo alikuwa katika hali hiyo, akiwa naogopa na analia na hajui atafanya nini, mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amempitia akamwambia, akamuuliza, sasa je, ni nini uko nacho? Akamwambia, mimi kile ambacho niko nacho ni kauga kadogo na tumafuta kidogo ya kupika. Akaambiwa, sasa fanya hivi, enda utafute mitungi mingi zaidi na uweke kwa nyumba, na hika kachupa ambapo kamebakisha mafuta, enda ukimwaga kwa zile mitungi. Na akaenda kwa nyumba, akajifungia na watoto wake, na akaanza kuweka ile mafuta kwa mitungi, na ikaendelea. Mtungi unajaa anaweka kando, mingine unajaa na waka kando, ile mafuta ikaendelea. Na wakati mitungi yote ilikwisha kujaa, mafuta ikakwisha, mtumishi wa Mungu akamwambia, enda ukauze ile mafuta na ulipe deni. Nataka kukwambia kwamba huyu mama alitembelewa na Mungu na akawa na divine visitation ya Mungu, kwa sababu the husband, mume wake, alikuwa na muogopa Mungu. He was a God-fearing man. Hata kama alikufa, alikuwa naogopa Mungu. Wakati ambapo unaogopa Mungu, when you honor God, Mungu anaweza kukutembelea, na wakati anakutembelea atakuja na atakutendea jambo la ajabu. Jambo la 6, tukasoma mambo ya huyu mtoto wa Jonathan, Mephibosheth. Unaona, baba yake Jonathan alikuwa amekufa, babu yake alikuwa amekufa, aliachwa akiwa kiwete, miaka mingi imepita. Na sasa Daudi, ambaye walikuwa na urafiki sana na baba yake, amekuwa mfalme. Na Daudi, kwa sababu ya mambo ambayo Jonathan alifanya, Mungu anamkumbusha afanye kitu sasa kwa hiyo nyumba ya Sauli. Na anauliza, kuna mmoja amebaki wa ile nyumba ya Sauli? Anaambiwa kuna kijana wa Jonathan ambaye mlipendana na ambaye alikusaidia sana, lakini yeye ni kiwete. Anaamurisha aletwe awe pamoja na yeye, na akaletwa katika ikulu. Na wakati aliletwa, akaambiwa, wewe ni Mephibosheth. Yes, anaambiwa, kutoka leo mashamba yote ya babu yako ninakurejeshea, na kutoka leo utakuwa ukila chakula kutoka meza yangu. Kwa nini Mephibosheth alikumbukwa? Kwa sababu ya huyu mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Jonathan, baba yake, na ambaye alijitolea sana, akampenda Daudi na roho yake yote, na akasimama na yeye wakati wa shida, na akamulinda kutokana
na mashambulizi kupitia hata kwa baba yake Sauli. Kile ambacho kilimfanya Mefiboshethi akumbukwe ni kwa sababu ya baba yake Jonathan. Upendo wa maana wa kweli, hali ya kupenda mtu na wa kweli, hali ya kujitolea na moyo msafi inaweza kufanya Mungu akukumbuke. Kwa hivyo they are just simple things na zinaweza kuattract attention ya Mungu, na Mungu aseme kutoka leo ninakutembelea. Na wakati Mungu anakutembelea, jambo la kwanza, kuna promotion. Sauli wakati Mungu alimtembelea alikuwa promoted, akawa sasa si mtu wa kuzunguka hapa na pale akitafuta punda, lakini akawa sasa, kwa sababu ametembelewa na Mungu, amefanyika mfalme na atakuwa kikaa ikulu akiwa kiongozi. Au unaweza kupata promotion, unaweza kutembelewa na Mungu na mambo yako yabadilike all of a sudden when there is divine appointment, when God divinely visits you. Jambo la pili, kuna restoration. Mungu anaweza kukurestore kama vile tunaona alimrestore huyu kijana wa Jonathan Mefiboshethi. There is restoration. Mungu anaweza kukurestore, na wakati wa restoration anakurejeshea kile ambacho umepoteza. Kama umepoteza kitu, Mungu anakurejeshea. Jambo la tatu, kunaweza kuwa na muujiza wa divine provision. Huyu mama wa Shunemu akawa amebarikiwa na mtoto, akawa ametembelewa na Mungu, hata kama alikuwa na mambo mengine mengi, hakukuwa na mtoto, na Mungu akaelewa, na through divine visitation huyo mama akapata mtoto. Jambo lingine, destiny yako, hatima yako inaweza ikabadilika all of a sudden because of divine appointment with the God. Huyu mtu ambaye anaitwa Saul, destiny yake, hatima yake ilibadilika all of a sudden. Hivyo pengine unaweza kuwa wewe ni mtu umekaa na unaona mambo ni kawaida. Nataka kukwambia kwamba kuna mambo unaweza kufanya na uone Mungu anakutembelea, na uone Mungu anakuja, na akija hata kuacha bure. Jambo lingine, ukitembelewa na Mungu unapata kibali cha Mungu, na kibali cha Mungu kikiwa juu yako, hakuna lolote ambalo huwezi ukapata. Sara alipotembelewa alipata kibali na akaweza kupata hata mtoto ambaye alimuita Isaka. Hivyo God visitation inakupatia kibali. Engine umekaa, unaona kama hupendi, unaona kama hakuna mtu anakulekogo naye. But I want to tell you, the favor of God can come upon you, na uone unatafutwa kwa sababu na kitu special, kwa sababu ya divine visitation. Jina lako linaweza kubadilika wakati Mungu amekutembelea. Na unakumbuka Yakobo, siku moja alikuwa na jina mbaya, alikuwa naitwa mtu wa kudanganya, alikuwa naitwa Konima, alikuwa mdanganya ndugu yake Esau. Lakini siku moja usiku kucha akang'eng'ana na malaika wa Mungu, akawa katika maombi, akawa nang'eng'ana mbele ya Mungu, mpaka Mungu akamwambia, sasa wewe jina lako ninalibadilisha, na kutoka leo wewe si Jakobo, lakini utaitwa Israeli, a prince. Akabadilishwa jina. Wakati ambapo una divine appointment na Mungu,
jina lako litabadilika. Hutakuwa yule dada wa kusumbuka, hutakuwa yule ndugu wa kusumbuka, hutakuwa yule mtu ambaye watu wanasema ako na shida nyingi, lakini utakuwa mtu amebarikiwa, mtu ameinuliwa, mtu ambaye ana kibali. Na la mwisho, hata uponyaji unaweza kupata. Uponyaji physical, uponyaji wa kiroho unaweza kupata when there is divine visitation. Naama wakati ambapo alikuwa mgonjwa, alikuwa na ukoma na alikuwa jemedari, lakini jemedari ambaye alikuwa na kasoro, kwa sababu hata kama alikuwa na nyota nyingi sana na alikuwa na heshimiwa, alikuwa napigiwa salute. Imagine commander in chief, lakini mwili wake umejaa ukoma, akawa inamsumbua sana. Ameenda mahospitali yote, fedha zimetumika, ametumwa na mfalme nchi za mbali akatibiwe, ukoma umekatalia mwili. Lakini wakati alikutana na mtumishi wa Mungu, akaambiwa enda River Jordan, jitupe mara 7. Na mara ya 7 alipoenda akajitupa, mara ya 7 ukoma ukatoka kwa mwili, akapata divine visitation yake na Mungu. Hivyo siku ya leo mpendwa, nataka kukuencourage ya kwamba endelea mbele. Mungu atakutembelea. Fanya yale mambo ambayo yanataraji uwepo wa Mungu katika maisha yako. Ukiwa ni mtu unampenda Mungu, ukiwa ni mtu ambaye unajitolea, ukiwa ni mtu ambaye unaomba, ikiwa wewe ni mtu unasimama na watumishi wa Mungu na roho nzuri mbele ya Mungu, that can attract a visitation ya Mungu katika maisha yako. Na visitation ya Mungu ikikufikia, mambo itabadilika. Imagine hata katika dunia hii, siku ya leo uambiwe President Uhuru Kenyatta anatembea katika nyumba yako. Unafikiria itakuwa the same? Hata kama utaambiwa kunywa chai, wachiwe kakitu, sitakusaidia. Hata kusema divine appointment ya Mungu ni ya maana na inaleta badiliko kubwa. Na kwa hivyo tutafute Mungu, tutafute uso wa Mungu, na Mungu aweze akatutembelea. Ningeomba siku ya leo Mungu atutembelee, Mungu akutembelee, Mungu akutembelee. Shida uliyo nayo iwe history. Mambo magumu ambayo umepitia yawe history, kwa sababu ya divine visitation ya Mungu. Akija lazima mambo ibadilike. Mungu akija mambo inabadilika. Nataka tukasimama mbele za Mungu, uweze tukaomba pamoja. Simama na miguu yako pahali ulipo. Ningeomba Mungu akutembelee, kwa sababu he is a God of divine visitation. Sijui mambo ambayo umepitia, sijui ni nini ambacho unahitaji, sijui ni siri gani uko nayo. Huyo mama alikuwa wa shule, alikuwa na siri, hakukuwa na mtoto na hakukuwa nasema hana mtoto, lakini through divine visitation Mungu akampatia mtoto. Hivyo nataka kuomba siku ya leo Mungu atutembelee. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatembelea watu wako, na wakati ambapo umetembea huwawachi watu wako bure. Unawatendea mambo makubwa, unawatendea miujiza ya ajabu. Ulimtembelea mama wa Shunemu, ulimtembelea hata Saulu na akawa mfalme.
Bwana wa mabwana, ukatembelea Mefiboshethi ambaye alikuwa amesaulika kwa sababu ya ule upendo wa baba yake Jonathan na mtumishi wako Daudi. Ninaomba siku ya leo, Bwana wa majeshi, tembelea huyo dada, tembelea huyo ndugu, tembelea hii jamii, tembelea kanisa hili. Bwana, tenda mambo ya ajabu. Ninaomba ukaja Baba na divine appointment yako ikafikia kila mmoja wetu, kwa sababu kija Mungu hatutakuwa the way we have been. Wengine wana mahitaji mbalimbali, lakini Mungu wa mbinguni, na kuomba siku ya leo, ewe ambao unaona katika siri, tembelea kila mmoja wetu Bwana. Kutana na yale mahitaji, kutana na ile mahitaji ya mioyo yetu. Mahitaji mengine hatuoni na hatujui Baba, lakini wewe unajua na unaelewa. Naomba ukashuka na ukatenda miujiza katika jina la Yesu, ukatusaidia, ukatuongoza Bwana katika mapenzi yako. Ninakushukuru siku ya leo, maana unatenda, unatutembelea na mahitaji yetu unakutana nayo. Siku ya leo tunakuheshimu, tunakutukuza Baba, kwa maana you are visiting us, dear Lord. Unatutembelea na unatutendea mambo makubwa na mambo ya ajabu. Pokea sifa na heshima na utukufu siku ya leo, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini, na tuseme amen. May God bless you so much.